unapokuwa katika nyumba yake, jua kwamba Bwana anataka kitu kutoka kwako. Haleluya. Pia namshukuru Bwana kwa sababu ya toka siku ya Friday, siku ambayo nilikuwa nimesafiri kwenda sehemu za Mathayo 16 kuanzia 1 Biblia inasema ya kwamba wakamjia Mafarisayo na Masadukayo, wakamjaribu, wakamuomba aonyeshe ishara itokayo mbinguni. Akajibu akawaambia, ukiwa jioni mwasema kutakuwa na kianga, kwa maana mbingu ni nyekundu, na asubuhi mwasema leo kutakuwa na dhoruba, kwa maana mbingu ni nyekundu. Tena kumetenda enyi wanafiki, mwajua kutambua uso wa mbingu, lakini je, ishara za thamani hizi hamwezi kuzitambua? Kizazi kibaya na cha zinaa chataka ishara, wala hakitapewa ishara isipokuwa ishara ya Yohana. Akawacha wakaenda zake. Ukiangalia mahali pale Yesu alipokuwa akihubiri, kulikuwa na upinzani mkubwa sana. Kulikuwa na watu ambao hawakuwa wanataka mwanga. Kulikuwa na watu ambao hawakuwa wanataka kusikia Kristo. Maana watu wengi walikuwa katika hali ya utumwa na hali ya kufungwa. Biblia inasema ya kwamba lakini Mafarisayo na Masadukayo ambao walikuwa wakipinga Injili, ambao walikuwa wakibishana na wale ambao wanamkiri Yesu, watu ambao wanasema kwamba wamekombolewa, Bwana asifiwe. Na maandiko yanasema ya kwamba ndipo Mafarisayo wakamjia, lakini si kwa nia nzuri, sio kwa sababu wanataka kuja kusikia Injili, sio kwa sababu wanataka kuja kukombolewa,
yani hiyo injili ya Kristo isikuje, kwa sababu ilikuwa inakuja kuweka mambo wazi, kutoka katika nuru, kutoka katika vifungo. Haleluya. Kutoka katika magonjwa, kutoka katika minyororo. Bwana asifiwe. Na sasa unaona ya kwamba hata wakikujia, maana kuna mambo ambayo yalikuwa yanafanyika haikuwa inawapendeza, maana wengine walikuwa wamefanya kama biashara. Maana ukikumbuka Kristo alikanika watu kanisani kwenye madhabahu, maana ilikuja akaona ya kwamba sasa mmefanya nyumba ya Baba, yani nyumba ya unyang'anyi. Uongo wote unafanyika pale. Bwana asifiwe. Kila jambo baya linafanyika pale. Na sasa vile ambavyo Yesu amekuja kusema haistahili uamue asema ungekuwa. Maana katika ile hali kuna wale walikuwa wanafaidika hapo. Haleluya. Maana unakuta kwamba kila mwaka kuja na sadaka ya kujikomboa. Bwana asifiwe. Na anakuhesabia mpaka kiwango chenye utakuja nao ili ukaweze kukombolewa. Lakini huyu anakuja na injili ya kwamba Yesu akikuweka huru, amekuweka huru kabisa. Ya kale yamepita, sasa tuko katika safari mpya. Hiyo injili ukisikiza sio injili moja. Bwana asifiwe. Maana wanaona ya kwamba ni kama wamekuja kuharibu. Maana kama ulikuwa mtumwa wa mtu na ujua haki zako, huwezi kuwa mtumwa tena. Wanatuambia kuendaje hiyo? Sheria inasema hivi na hivi. Haleluya. Na lazima ukienda kumwekea mtu mwenye anajua sheria, itakuwa ni ngumu kwako. Maana ukienda hivi na anajua inasema hivi, ukienda kusimama inasema hivi. Haleluya. Maana Kristo alikuja kutuweka huru na kuturudisha katika njia. Bwana asifiwe. Tulikuwa tumepotea, Yesu akakuja kurejesha. Bwana asifiwe. Sasa Mafarisayo hawataki injili. In fact, kuna muujiza na maana ya kwamba watu wanaona kuna muujiza ambao watu wanaona. Wewe hebu watu wanataka kusikia na kama hivyo. Haleluya. Watu wanataka ilikuwa ni muujiza. Watu wanataka saa kama una maisha kwa kweli. Watasikia. Lakini yeye hapa anakuja maisha na alikuwa na muujiza. Haleluya. Kwa hiyo hao walikuwa ni Mafarisayo na Masadukayo na wengine walikuwa ni wakuu wa makanisa. Hawakupendezwa na ile kitu, maana huyu mtu anakuja kufanya mambo ambayo hawajajiona. Na pengine angeanza kufundisha watu na kwamba yeye na yeye. Sasa inakuja inakuwa yeye anashindwa. Kwani unaenda hadi? Haleluya. Akikuja katika Ten Commandments wanajua huyu. Haleluya. Yeye anakuja anaweka kikwata, zinakuwa mingi. Ukikuja moja hizo unakuja hizo zingine zote. Hiyo ndio inakuja inakuwa tofauti. Bwana asifiwe. Ukiangalia kama yule mwanamke mzinzi, vile ambavyo walimleta kwa Yesu wa pili. Bwana asifiwe. Wakikojea sheria ya Musa itumike, ile ambayo ilikuwa ni kumuua. Unajua wewe ndio watu walikuwa wasije, walikuwa wanataka wale haraka ndio wataamue. Haleluya. Sisi walikuwa wanapiga dunia yake ilikuwa na makosa. Na ukitaka kujua kwa nini Yesu wakati aliuliza yule ambaye alifanya dhambi wao hapa, walianza kuchukua moja kwa moja. Haleluya. Ina maana walikuwa wanataka, maana angeweza kupigwa akasema tulikuwa na yule. Hata unasikia baba ananiita hata wewe. Sisi tulikuwa na wewe. Sasa walikuwa wanataka
Yule aliyefanya apewe wa kwanza. Sasa wao wanaona sasa huyu mtu amezidi kuongeza makosa. Musa alikuwa amesimamia. Mungu akishikwa na usisi mawe baba. Lakini huyu anakuja na kuambia yule aliyefanya dhambi ya kwanza. Tunaona hiyo sheria inakosa, lazima hawataelewana. Maana wanataka kufanya kitu ya haraka. Ukiangalia hapa vile ambavyo Yesu anaongeza Mungu. Unajua kuangalia hali ya kawaida. Ukiangalia kitu hiki, ukiwa ni nyekundu unajua kutakuwa hivi. Wakati kutakuwa na kiangazi unasema hakuna mawingu. Hii hata haitanyesha. Kukiwa na mawingu na hata kutabiri ya kwamba na ni kama kunakuwa na mawingu. Na ni kama mvua hiyo. Haleluya. Ama si kawaida tunaona. Ukitanyesha unakuja kibali na mawingu inakuwa mzito. Baada inakuwa mvua. Lakini Yesu akamwambia, "Hizo mnajua usiangalie. Lakini za ufalme wa mbingu hamzijui." Bwana asifiwe. Maana wao wanakuja na unafiki. Haleluya. Wanataka kumhukumu na kitu ambao wanaona. Lakini hata kabla waongea watakuta kwamba wameshajulikana. Na mimi ninaomba Mungu sana atupe ile roho ya kufanya kitu. Haleluya. Unagundua kitu hata kabla mtu hajaongea. Yaani mtu akikuja kwako kabla hata hajaanza kuongea umeshajua. Huyu ni mtu fulani mbele. Ukikutana na mtu hata kabla hujaongea naye unajua ya kwamba huyu mtu ni mnafiki. Ananiweka katika mtego. Bwana asifiwe. Na that's why Yesu anawakemea. Maana anajua lengo na nia yao. Na hivi ndivyo iko. Hata wakati wa sasa Mungu anakuuliza habari za kanisa. Lakini nia na kusudi yake sio nzuri. Lakini anakuja kama rafiki. Bwana asifiwe. Anakuja anakuuliza maswali mengi lakini hakuulizi kwa sababu anataka kukuelewa. Hakuulizi kwa sababu anataka kukuletea watu. Haleluya. Hakuulizi kwa sababu anataka kuongezeka maongeleo hiyo. Anakuuliza ili aweze kusambaza habari mbaya. Na wewe ukimwambia hata peleka habari nzuri, atapeleka habari mbaya. Bwana asifiwe. Na hii ndio ilikuwa hiyo wakati. Maana hawakuwa wanatafuta kitu cha. Hawakuwa wanatafuta uzuri wa Yesu ndio wakasema uzuri wake. Walikuwa wanatafuta makosa peke yake. Bwana asifiwe. Maana Yesu alikuwa amefanya ishara nyingi, alikuwa amefanya ishara nyingi. Mpaka ndio wanaona hivi. Kama yule mtu Yesu alikuwa ndio yule ambaye alikuwa anaona. Kwa kwanza kumuuliza nani amekuponya? Akaambia mimi sijui mwenye ameniponya. Kila kitu ninajua nimepona. Haleluya. Hiyo maswali mashida mkiuliza ndipo kamuuliza. Nitasha nikuambia mara ngapi? Si ameniponya. Lakini sio wanamuita kwa sababu amefurahi huyu mtu ameona. Ni kwa sababu anamtafutia makosa. Hapo Yesu anamfurahisha. Ilifaa injili kuja kufurahisha mtu. Haleluya. Injili kuja kufurahisha mtu. Nionyeshe mahali Yesu alienda akapigwa makofi. Haleluya. Maana falme ni mbili. Wakati umesimama katika madhabahu kulitangaza neno, mwingine naye anasimama kwenye madhabahu ya Shetani kuleta upingamizi. Sasa ninauliza ni saa ngapi itakuwa hapa? Maana kila wakati katika vita. Haleluya. Kila siku na kila saa uko katika vita. Unatarajia makosa kweli? Haleluya. Lakini yeye yule atakayevumilia mpaka katika mwisho. Kuvumilia. Na neno kuvumilia inakuja maana hapo ndipo katikati kuna mambo, kuna hukumu hapo.
na ni lazima utang'ang'ana. Bwana asifiwe. Maana kuna kazi ya Kristo na kuna kazi yako. Bwana asifiwe. Kristo amekuokoa, lakini usiangalie ile ambayo unatembea. Angalia njia zako. Ukiangalia Mafarisayo vile ambavyo wanakuja, hii tu mnataka kuona ishara, lakini hamtapewa. Yesu anawajibu wazazi. Nilikuwa ninaangalia pale kanisa, ikiwa hawa watu walikuwa wanafanya vile Yesu anafanya, na mpaka ndio wanaanza kwa juu yao. Ilikuwa mzuri kweli. Bwana asifiwe. Sasa ndio wangepata kwa juu ya kumpika hasa vizuri na kumjani. Lakini uchungu wao unaongezeka kwa sababu wanajaribu kufanya kile wanafanya hawawezi. Uchungu unafiki. Haleluya. Wanajaribu kuongesha watu wa Rutano, watu wanakuta hata watu hamsini wa na yeye tu watu wanakuja Rutano. Samaki wawili na mikate mitano inapewa watu wa Rutano tena bado inabaki. Watu wengine wanabeba. Wewe ni polisi ukua mtu nao. Na hata kama wanakuja kusema kuonesha ishara, wewe ni katatibu unasaidia watu wa Rutano, kwani wanakula nini? Haleluya. Na bado nasikia na unafiki wao wakisema ya kwamba kuonesha ishara ambazo zinazotoka mbinguni. Ndio tu kuna makosa. Akiponya mtu, mmoja siku ya Sabato. Kwani haleluya. Bwana Yesu anauliza kwamba wewe mambo yako ni siku ya Sabato. Nimeamka kwa shida na kutukia kwa shida. Utawacha hizo ndio siku kwanza ishe. Ndio timiza Sabato. Ama utamuokoa ng'ombe. Ukiendelea na Sabato. Haleluya. Ni kwa sababu Yesu anafanya kwa sababu ya sheria. Haleluya. Yesu anafanya kwa sababu ya sheria. Kwa sababu ya dhambi zetu. Sasa hapa Yesu anawaambia ni kama vile ambavyo tunatafuta mtu anasema anaheshimu siku. Hawezi fika asubuhi. Hawezi kula. Ni mzuri ile inatengeneza mwili. Unakuta mtu anasema hiyo siku hatafanya kitu fulani. Hata mtu akikuja kutana kutaka msaada hata kusaidia kwa sababu ni siku ya Sabato. Hata kama una deni ya mtu hata upea kwa sababu ni siku ya Sabato. Ni kikule ya sana. Unakamani. Haleluya. Na pengine huyu mtu alikuwa anataka pesa yake aende hospitali. Apigie mtoto. Haleluya. Pengine anataka anunulie watu wake chakula. Na wewe unaishi siku yako hii ya Sabato hii. Tunasema utaotea. Sasa ni Sabato gani? Haleluya. Heshimu mwenye hiyo siku kuliko hiyo siku. Maana Mungu ndiye mwenye hiyo siku. Bwana asifiwe. Kwa nini Yesu anawaambia kesheni mkiomba kila wakati? Jamaa anasema usije mkaingia majaribuni. Maana wakati mmoja shetani naye anakuja usiku. Adui akapanda magumu kwa shamba. Sasa ulipoamka ukakuta nani alikuja shamba yako? So hapo na sababu. Kwa sababu kama ukiangalia kama wakati wa sasa unakuta kama ni kale na sauti za serikali na Israeli. Siku ya leo tunaabudu siku ya Jumapili. Wao wanakuwa ni Kristo. Haleluya.
moja kama miaka 1000. Haleluya. Kwa hiyo cha msingi ni kufanya vile ambavyo Mungu anataka ukafanye. Haleluya. Maana siku ya kuabudu unaweza kujifanyia mwenyewe. Haleluya. Unaweza kuwa nitakuwa nikiabudu kila siku asubuhi. Unasema katikati ya wiki itakuwa nikifanya jambo hili na hili kwa sababu ya Mungu. Kwa sababu ya kushikilia watu wa Mungu, watu ambao wanahitaji msaada. Lakini adui anapokuja, hayo mambo ndio yanakuja kupingana naye. Na ndipo nakuta kwamba Yesu na Mafarisayo hawaelewana. Hawajasikilizana hata dakika moja. Haleluya. Maana huyu anania hii na huyu anania hii. Ni kama mtu mwenye anafungua kanisa ni kwa sababu ya nafsi yake mwenyewe. Na mtu ambaye anapeleka watu kwenye uzima au watu wawili tofauti. Hata ukiangalia hizo ibada ni ibada tofauti. Maana nia zao ni tofauti. Bwana asifiwe. Maana unakuta huyu sio mchungaji wa mshahara. Huyu naye ni mchungaji wa mshahara. Na ukiwa mchungaji wa mshahara, unaweza fanya chochote. Haleluya. Unaweza hapo ndani uchukue maji na ukuje maji na watu uliombe kufanya kila kitu cha kazi na uanze kuhusia watu. Kwa sababu wewe ni mchungaji wa mshahara. Haleluya. Lakini ukiwa unapeleka watu kwa Kristo, utasimama na haki na ukweli. Bwana asifiwe. Na kama ni makosa unasema ni makosa. Bwana asifiwe. Hapo tunaweza kujiepusha na Mafarisayo na Sadukayo. Haleluya. Katika njia yako, katika safari yako ya wokovu, ukawaangalia usije ukatumbukia katika hilo shimo. Maana inaanza polepole na inaanza kwa ubaya wa kuongea ubaya wa kanisa. Tunaanzia hapo. Maana wewe uniambia unapinga kanisa na wewe unahubiri ama ni mimi na wewe bwana. Huwezi pia mambo ya Mungu na wewe unataka Kristo. Haleluya. Mtoto mzuri anaficha uso wa mzazi wake. Haleluya. Kwa sababu sasa hivi kutoka hapo waanze kuongea ubaya wa hili kanisa. Unajenga mnani. Haleluya. Si unafaa kuongea uso ili kuwakuta wakaona. Lakini ukianza kuongea na jamii wako, wewe na mpinga Kristo si kitu moja. Bwana asifiwe. Lakini ajabu mimi naona ni kama unataka, lakini ni ukweli.